Bwana so kinyonge hivi ashumu ile unaamka asubuhi unajikuta yani we ni mtu mfupi vibaya mno kwamba hata paka tunamuone bonge la paka unakimbizana naye tu muda wote. So huyu mzee bwana akilimkuta kitu kama hicho. So tuanze kilimkutaje. Mzee anaamka asubuhi anajikuta mbona nguo zangu zote zinakuwa yani kubwa sana kwamba zinanipoa. Akawa anamuuliza mke wake. Mke wake anamwambia labda unapungua, labda uzito au la. So mzee akaamua kutoka moja kwa moja kwenda kupima urefu. Akagundulika kwamba ana sentimita kama 176 hivi. Akaona basi sio mbaya, inaonekana unapungua. Sasa haijulikana mpaka saizi kwa nini unapungua. Basi akalala usiku akiwa ni mtu wa mawazo sana, kufanya matizi ile, unajua ile, kujua labda mazoezi yamekuwa madogo. Sasa bahati mbaya pete yake ikadondoka, kuonekana kwamba yani mwili wake unazidi kupungua. Kwa hiyo akamfuata mke wake akamwambia unajua nazidi kupungua, labda kuna magonjwa yote, labda nimeambukizwa, unajua. Akaamua kwenda hospitali moja kwa moja akapima, lakini wakaonekana kapungua tena kama sentimita 70 hivi. Akajiuliza mbona kama sielewi hivi. Mke wake akazidi kuelezea, bwana mbona huyu mtu yuko sawa tu, kila siku anafanya mazoezi yake kama kawaida, lakini tunashangaa tu ni jambo la ghafla sana kumuona anapungua. Daktari akawaelezea kwamba inatokea tu kuna wakati ni badiliko tu ya mwili, lakini sio rahisi kiasi hicho kusikia kama hivyo. So mwamba kalala usiku ni mtu wa kujiuliza sana. Kama kuamka usiku sana, moja kwa moja kushuka kutoka hadi ndani kwake akawa anaangalia. Sasa siku zikatembea sana. Leo hii hapa mwamba karudi kuwa mfupi kama nilivyoanza na kusema. So mke wake akawa mtu wa kumwangalia. Sasa itakuwaje sasa mume wangu umekuwa mfupi namna hiyo? Watoto watakuwaje? Sasa paka yule akaonekana ni sasa paka ni mkubwa. Yaani yeye kwa kuangalia kwake anamuona paka ni bonge la paka, alafu yeye ni mdogo kabisa. Yani hivi jaribu kumtazama. Sasa watu leo hapa kaonekana kama kuingia ndani kwake kwenda kutathmini, kwamba kuangalia labda mazingira yakoje, kama kumfuata mke wake. Kwa hiyo unataka kuuza nyumba yangu au sio? Mke wake anamuelezea hapana, anafanya kila kitu ili mradi wewe uwe sawa mume wangu. Hapana bwana, hii nyumba nimetengeneza kwa ajili ya mtoto wetu. Sasa wewe unavyofanya yani mimi ndio ishatokea hivi. Sasa sijui kabisa kama kuna solution yoyote ambayo inaweza kusababisha mimi nikapona nikarudi hali yangu. Hapana mume wangu, naweza tu kila kitu kinawezekana. So mwamba alionekana kumind sana mtoto wake, akawa anatazama ile situation ilikuwa inaendelea kati ya familia yake. Basi leo hii hapa mtoto wake kama kumchukua baba yake na moja kwa moja si mtoto mdogo hivi, akaonekana kana hii jamani baba sorry nimekupiga bahati mbaya. Sawa, kama kutulia pale, bi mkubwa akaonekana kuwa mnyonge sana, akifikiria kwamba mume wake amerudi kuwa mdogo, yani mdogo kiasi hichi. Sawa, mbwa akiwa anamwangalia yule paka, anaona paka bonge la jitu. Sasa paka akawa anamfukuza. Mwapa katika harakati za kukimbia huku na huko akazama sehemu. Sasa paka akajua labda ni panya fulani hivi. Sasa akawa amezama chini. Sasa paka akawa anaingiza kikono hivi. Sio unajua ile mwamba akajitupa moja kwa moja paka ground huko chini kabisa. Sio unaona ilivyokuwa kadogo. Basi hadi sauti yani kwamba imepungua kabisa, ni sauti yake ndogo. So mke wake akawa anamtafuta paka ground huko kote, piga kelele. Mwamba mwenyewe anapiga sana kelele, nipo hapa, lakini sauti yake ni dogo sana, iko chini kulingana na umri wake. So huku na huku mke wake kaita sana labda yuko wapi, na akagundua kwamba huyu paka ndo amesababisha kila kitu. So mke wake akaonekana kuondoka, Mwamba akapiga sana kelele, akagundikana kwamba watu wakiondoka tu hapa hawatapata tena msaada mwingine. Akaamua kutengeneza nguo na namna gani kushini kulikuwa hali mbaya, msosi hawezi kupata, kwamba supply yote imeshakufa. Sasa Mwamba akawa anahangaika labda ataweza kupata kazi, lakini ngazi zile ni kubwa sana, nazo hawezi kabisa kuweza kupanda kufika paka kule juu. So Mwamba akawa anazidi kuchola pale chini. Hasa leo hapa mke wake kumbe aliweka chakula labda kumtega kama panya. Mwamba kama kupita na chakula kile cha panya ambacho aliamua kutegewa, msosi, maji, vitone. Sambu naye hata mbu, yani mbu anaonekana mkubwa, bonge la mbu. Sasa hapa akagundua kama mbu anapita huko na buibui huko ndani, naweza nikatumia njia zao. Kulingana na mimi si mdogo, kwa hiyo Mwamba akaamua kupanda pole paka juu kabisa ili angalie labda anaweza kapita kwenye dirisha nini. Akakimbia akaruka paka upande wa pili, akaona dirisha lile pala. Sasa alipofika upande wa pili huko ndo akagundua kwamba ni eneo la buibui analoishi, kasha tembeza ni nyawa zake kibao. Sababu buibui naye akawa na mfesi, na buibui anaonekana bonge la buibui, bonge la kidude yani. Sasa Mwamba akawa anatetemeka mzee, paka vitu vyote akawa anamwaga tu mzee, kulingana na kwamba anavyohofia. Sababu buibui akamtazama, lakini buibui akawa mashikaji. Sasa buibui akatafuta namna gani kwamba kumtetea na kumsaidia Mwamba atoke paka eneo hili hapa. Sasa Mwamba akawa anaendelea na harakati zake. Kesho yake asubuhi akashtuka kwamba kulikuwa kama kuna sisimizi hivi alimng'ata mguu. Buibui akasogea paka pale akamsaidia. Buibui naye akachomoka akakimbia, naye Mwamba akaamua kuchomoka kwenye dirisha
kama kutoka nje moja kwa moja, akamwacha yule Bob Wine mule ndani na Mamba akawa tayari amescape namna hii hapa. So akafikiria vitu vingi sana usiku ambavyo vilikuwa vinaendelea, labda mambo kibao. Sasa hivi ya Shumu bwana, inakukuta situation kama hii hapa. Yaani unalala tu unajikuta asubuhi ni mtu mfupi kwa na mabadiliko tu yamejitokeza. So mke wake na mtoto wake akawa mtu wa kufikiria muda wote, hawajui baba yao yuko wapi. Yani unajua ile. Sasa Mamba moja kwa moja leo hii hapa alidumbukia katika glasi. So usisahau kusubscribe bwana, ili kuendelea kupata movie zetu kali na recap zilizokuwa bomba sana za Nollywood na Hollywood ambazo kali sana. Na story zetu bwana, tunazingatia kila kitu. Tunazingatia kwamba mtu situation ambazo stories zinazozungumzia ni maisha ya kweli kabisa ambayo Afrika na East Africa kwa ujumla tunaishi, na ndo kitu ambacho nazingatia sana bwana. So tupo katika account yetu ya TikTok, pia usisahau kunifuatilia kule, kunifollow, kusubscribe, kulike na comment ili kupushi kuendelea kuwa watu wakubwa zaidi. Na kama kuna movie yoyote labda umeipenda, umeitafuta huko, hujaielewa, unaweza ukaicomment hapo chini ili mimi nije kukuchambulia kwa lugha fasihi kabisa ya Kiswahili. So kinyonge bwana, ni movie zetu kali kama hivi. So hivi tudondosha hapo chini comment yako, tuambie kwamba je, wewe inakukuta situation kama hii hapa? Unaamka tu waza kwa asubuhi afu unajikuta ni mtu mfupi kupita kiasi, afu wadudu hawa wadogo ambao saizi tunawaangalia hivi kwa udogo ndo wakubwa kulishinda wewe. Je, unaweza kufight kuondoka katika hiyo situation au utafanya nini mzee? Bwana, ni bonge ya movie moja kali sana, na tupo hapa kuichambua hivi, na kama watu tukiwa kuipenda comment zikawa nyingi zaidi, nitajitahidi kuitafuta ndefu zaidi na kukuletea hapa tuone kabisa situation ilikuwaje na Mwamba aliescape vipi, na moja kwa moja akaamua kuidondoka hapo. Je, alirudi katika hali yake kama zamani au ilikuwaje? Endelea kuwa nami kabisa hapo. Ni mimi Gabby TZ3, unaendelea kupata movie kali kupitia lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili ili uendelee kuenjoy, kufanya siku yako iwe bomba, iwe good kabisa. Uendelee kubadilisha mawazo kupitia story zangu. Labda kuna situation ambazo labda unaweza kukuta story nilosimulia ni moja kati ya maisha yako ya kweli kabisa ambayo wewe unayapitia. So endelea kuwa na mimi karibu, na kama kuna movie yoyote recap ya Nigeria, ya Kizungu, ya Kikorea, ya Kichina umeipenda lakini hujaielewa, ambayo unaitazama lakini hujaielewa bado, unaweza ukaicomment hapo chini na ukaniambia bwana, recap this movie ni what was the most of movie ambayo inazingatia sana vigezo. So subscribe channel yetu ili tuendelee kwa pamoja sana bwana. Ni mimi hapa simuliaji wako bora ambayo ni Gabby TZ3. Hold up and siku njema, na endelea kuwa nami.